Mpenzi msikilizaji, nina matumaini kwamba hali yako ni njema. Hujambo hapo ulipo? Karibu katika mafundisho ya lesson katika siku ya leo, ambayo yatakuwa ni mafundisho ya 13, yani kwamba ni sabato ya mwisho katika kuota hii ya 4, na pia sabato ya mwisho katika mwaka huu wa 2025. Nina imani kwamba Mwenyezi Mungu anaendelea kukulinda, anaendelea kukutunza. Karibu tena kwa mara nyingine tuweze kujifundisha pamoja katika lesson hii ya mwisho katika kitabu cha Yoshua. Leo tutajikita katika kitabu cha Yoshua sura ya 24 kuanzia mstari wa kwanza na kuendelea hivyo, lakini kabla ya kwanza na tuombe. Baba yetu na Mungu wetu ishie mbinguni, asante kwa sababu ya siku hii ya leo. Asante kwa ulinzi mwema ambao unaendelea kutupatia, na sasa tunapojifundisha neno lako, tunaomba uwe nasi kwa jina la Yesu tunaomba na kuamini, amen. Msikilizaji, lesson ya leo ina mada ambayo inasema choose this day, kwamba chagua siku hii ya leo. Fungu ambalo tumepewa la kutuongoza katika lesson hii linatoka katika kitabu cha Yoshua 24 mstari wa 15. Yoshua 24 mstari wa 15, ambayo inasema kwamba nanyi kama mkiona ni vibaya kumtumikia Bwana, chagueni hivi leo mtakayemtumikia, lakini mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Anayesema maneno haya, msikilizaji, ni mtumishi wa Mungu Yoshua. Yoshua sasa anaelekea kufa, yaani jukumu ama kazi ambayo alikuwa amepewa ya kuwafikisha wana wa Israeli katika nchi ya ahadi. Wamefika katika nchi ya Kanani, wametulia vile tulivyoangalia katika lesoni iliyopita. Na sasa anajua kwamba wakati wake unaelekea kufika mwisho, yaani siku zake hapa duniani zinaelekea kufika mwisho, na kunavyoonekana ni kwamba hakuna murithi ama hakuna ambaye atakuja kuchukua nafasi yake. Na sasa ndiyo anakuja kuwakumbusha wana wa Israeli kwamba waweze kufanya upya agano lao na Mungu. Yaani kwa lugha nyingine tuseme kwamba waweze kujitolea upya kwa Mungu, waweze kujitolea upya katika mahusiano yao na Mungu, kwamba iwapo watasalia katika mahusiano haya na Mungu, they will enjoy his protection, kwamba watafurahia ulinzi kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Lakini iwapo hawatafanya hivyo, tuliangalia hata katika ile lesoni iliyopita, tukaona kwamba kutomtii Mungu kutaweza kupelekea hata wao wenyewe kunyang'anywa ile nchi ya Kanani ambayo walikuwa wamepewa. Msikilizaji, tunawaona wana wa Israeli wanapoondoka katika taifa la Misri wakielekea Kanani, hawana mfalme, na sasa Yoshua anawaita pamoja, ndio anawapatia mambo haya kwamba chagueni hivi leo mtakayemtumikia, lakini anasema kwamba yeye pamoja na nyumba yake watamtumikia Bwana. Sasa msikilizaji, kuna mambo hapa ambayo tunajifundisha. The call to choose is a personal call, kwamba mwito wa kuchagua ni mwito ambao unakulenga wewe binafsi, nami pia unanilenga mimi binafsi, kwamba hakuna mtu ambaye anaweza kukuchagulia wewe. Yaani kuchagua kuwa Mkristo ni wewe na ni wewe, hakuna mtu ambaye atakuchagulia kuwa Mkristo. Yoshua pia anawaita, anawaambia kwamba choose this day, anawaambia kwamba chagueni katika siku hii ya leo, kwamba mwito huu unapokuja it is an urgent call, kwamba chagueni hivi leo. Mtumishi wa Mungu Paulo anaandika kwamba utakaposikia sauti ya Mungu leo hii, usifanye moyo wako kuwa mgumu. Alafu kitu kingine tunajifundisha katika hiyo sehemu ni kwamba let us learn to stand alone, kwamba wacha tujifundishe kuweza kusimama
peke yetu. Yoshua anaenda kufa, na hivi karibuni baada ya kufa kwake tunaelewa kwamba hakuna replacement ambayo inafanywa, na sasa ndio anawahimiza wana wa Israeli kwamba waweze kuchagua ni nani watakayemtumikia wenyewe. Na sasa ndio tunaulizwa hivi kwamba iwapo yule ambaye umekuwa ukimtegemea ataondoka, iwapo yule ambaye umekuwa ukimtegemea sana katika maamuzi yako, kuna watu ambao tunategemea wengine katika makanisa yetu, kuna watu ambao tunategemea wengine hata katika familia zetu. Je, iwapo yule ambaye unamtegemea ataondoka, je, unaweza kusimama imara katika mahusiano yako na Mungu? Kuna watu ambao wamezoea kwamba ili kwenda kanisani ataambiwa kwamba hii masaa imeisha, harakisha twende kanisani. Kuna mtu ambaye hata kwenda kanisani lazima asukumwe kwenda kanisani. Iwapo huyu ambaye anakusukuma kwenda kanisani ataondoka, je, utakuwa na mahusiano na Mungu? Utakuwa unaenda kanisani? Utakuwa mwaminifu? Kuna watu wengine hata sadaka kutoa kanisani lazima anasukumwa, anaambiwa kwamba hii pesa tulisema kwamba hii ni sadaka ya Mungu, usitumie hii. Je, yule ambaye anakupatia maelekezo kama hayo akiondoka siku moja, bado unaweza kuwa mwaminifu? Bado unaweza kusimama kuwa mwaminifu katika matoleo yako? Unaweza kuwa mwaminifu katika safari yako ya imani? Siku ya Jumapili inazungumza, inasema kwamba you are there. Tumepewa kitabu cha Yoshua 24 mstari wa 2 hadi mstari wa 13. Hapa tunaona Yoshua anawakusanya pamoja wale waliokuwa viongozi katika taifa la Israeli. Kuna wale ambao walikuwa vichwa katika sehemu mbalimbali. Sasa Yoshua anawaleta pamoja na anawakusanya katika sehemu ambayo inaitwa Sekem. Hapa Sekem, Abrahamu alipopewa ile nchi ya ahadi, hii ndiyo sehemu ambayo alifanya agano na Mungu, akaweka madhabahu pale, vile tunavyosoma katika kitabu cha Mwanzo 12 mstari ule wa 6 hadi wa 7. Na sasa viongozi wa Israeli wameweza kukusanywa hapa, na wanapokusanywa hapa, Yoshua anawakumbusha, anawaambia kwamba you are there. Muliona vile ambavyo Mungu aliweza kufanya miujiza, muliona vile ambavyo Mungu aliweza kutupatia ushindi. Ushindi mwingine ni ule tunaona wanapoingia katika nchi ya Kanani, kulikuwa na mataifa pale ambayo walihitaji kupigana nayo. Wameona vile ambavyo Mungu anawapigania. Sasa Yoshua anawapatia mwito wa kipekee. Katika kitabu cha Yoshua 24 mstari wa 23, anawaambia kwamba put away the foreign gods which are among you, kwamba muweze kuondoa miungu yote ambayo iko katikati yenu, miungu ambayo imo katika taifa la Kanani. Mungu anawaambia kwamba waweze kuiondoa hiyo miungu katikati yao kupitia kwa mtumishi wake Yoshua. Mungu anawaambia katika hicho kitabu cha Yoshua 24 mstari wa 13 kwamba amewapatia nchi hii kwa neema. The fact that the Israelites are settled in the land is not a ground for boasting, but the very reason why they should serve God. Kwamba kukaa kwao katika nchi ya Kanani, Waisraeli kukaa kwao katika nchi ya Kanani ni sababu tosha ya wao kumtumikia Mungu. In fact, ukiangalia katika kitabu cha Yoshua 24 mstari wa 13, hakuna mahali tunaona the children of Israel wakitoa jasho ili kupata nchi ya Kanani. Mungu amewapatia. Nawaambia kwamba hata amewapatia miji. Kumbuka kwamba wana wa Israeli wanapochukua nchi ya Kanani walikuwa wanawafukuza wale ambao walikuwa ni watu wa Kanani. Kuna makabila mbalimbali ambayo yalikuwa pale, waliweza kuondolewa. Na sasa anawaambia kwamba hata mumepewa mashamba ya mizabibu ambayo hamukupanda ninyi muweze kuila.
Katika siku ya Jumatatu inasema in sincerity and the truth. Tumepewa kitabu cha Yoshua 24 mstari wa 14 hadi mstari wa 15. Yoshua anatoa wito wa kipekee kwa wana wa Israeli. Anatoa wito ambao anawaambia wana wa Israeli kwamba they should fear God, kwamba wanafaa kumcha Mungu and serve him in sincerity and in truth, kwamba waweze kumtumikia katika kweli yote na pia katika kujitolea, yani kwa uaminifu na kweli. To fear the Lord does not mean a life of perpetual trembling and emotional insecurity. Mwandishi anasema kwamba kumcha Mungu ama kumuogopa Mungu, vile wengine wanasema, haimaanishi kwamba ni kuishi maisha ambayo yamejawa woga, lakini inamaanisha kwamba ni maisha ya kumuheshimu Mungu, a constant awareness of what he needs from you. Such awareness will lead to a life of obedience to God. Kwamba tukisha kutambua hayo, bila shaka inatusaidia kuishi maisha ya kumtii Mwenyezi Mungu, ilivyo katika kitabu cha Walawi, Mambo ya Walawi 19 mstari wa 14. Kuna swala lingine ambalo tumezungumzia, linasema kwamba serving God in sincerity and in truth, yani kumtumikia Mungu kwa uaminifu na kwa ukweli. Yani inamaanisha tu, in short tuseme kwamba inamaanisha ni mtu kwa mwaminifu. Kwa mwaminifu, a faithful person is someone who is dependable and trustworthy, kwamba ni mtu ambaye anaweza kuaminika, yani mtu ambaye anaweza kutegemewa. Wewe ambaye unaweza kutegemewa katika familia, wewe ambaye unaweza kutegemewa hata katika kanisa lako. God desires a wholehearted devotion, kwamba Mungu anapotuita tuweze kujitolea kwake, anahitaji tuweze kujitolea, si kinusunusu, tuweze kujitolea wote. Let us give him our very best while serving him, kwamba tuweze kumpatia yote yaliyo mazuri, msikilizaji, tunapomtumikia Mungu, kwamba Mungu anapotuita katika kazi kwenye makanisa yetu tuweze kujitolea vizuri. Let us give him the best. Mungu anapotuhitaji tuweze kutoa zaka na sadaka, tuweze kumpatia the best. Yani hata tunapowasaidia wenzetu, let us learn to give them the best. Siku ya Jumanne inasema free to serve, yani kuwa huru kutumikia. Tumepewa kitabu cha Yoshua 24 mstari wa 16 hadi ule wa 18. Yoshua kama mtumishi wa Mungu ambaye alimwaminifu, anaheshimu uamuzi wa wana wa Israeli kuchagua kumtumikia Mungu, si kwa lazima. Ndugu, kuwa Mkristo hatulazimishi kuwa Wakristo, tunachagua sisi wenyewe kuwa Wakristo. Na ndiyo hata katika huduma yetu kwake Mwenyezi Mungu, Mungu anatupatia nafasi ya kuchagua kumtumikia out of a free will, kutoka kwetu sisi wenyewe. Ndio sababu tumeangalia katika kitabu cha Yoshua 24 mstari wa 12, lile fungu ambalo tumesoma inasema kwamba chagua, unachagua mwenyewe, haulazimishwi. Israel inaweza kusema ndio, waendelea kuishi kwa amani, waendelea kuenjoy yale maisha katika nchi ya Kanaani, lakini pia wanaweza kukataa, na tumeangalia tukaona kwamba watakapokataa kuna consequences ambazo zinakuja, kwamba tunapochagua kumtumikia Mungu kuna baraka ambazo ziko pale, lakini tunapokataa kumtumikia Mungu kuna consequences ambazo ziko pale. Sasa ni wewe mwenyewe uamue kuchagua kwamba unataka upande wa mibaraka ama unataka upande wa matokeo ya uchaguzi wako. Wana wa Israeli, Yoshua anawakumbusha mahali ambapo Mungu amewatoa,
Na baada ya kuwasimulia yote vile ambavyo Mungu alifanya miujiza wakaweza kuondoka katika taifa la Misri, vile ambavyo Mungu aliweza kuwapatia chakula wakiwa jangwani, vile ambavyo Mungu aliweza kujidhihirisha kwao kwa namna mbalimbali. Na sasa wana wa Israeli walipoyasikia hayo, wakasema katika mstari wa 16, kitabu cha Yoshua 24 mstari wa 16, inasema kwamba and the people answered and said, God forbid that we should forsake the Lord to serve other gods. Kwamba tumechagua sisi kumtumikia Mungu. Yoshua anawaambia katika mstari wa 19 kwamba hakika hamuwezi kumtumikia Bwana, kwa kuwa yeye ni Mungu mtakatifu, yeye ni Mungu mwenye wivu, hata wasamehe makosa yenu wala dhambi zenu. Yoshua anaelewa vizuri. Najua ni Yoshua amekuwa akiwahimiza waweze kuchagua kumtumikia Mungu out of the free will. Na sasa wakati watu wanasema kwamba hakika sasa tuko tayari, hatuwezi kumwacha Mungu tuende kuitumikia miungu mingine, Yoshua anawaambia kwamba you will not be able to serve the Lord, kwamba hamutaweza kumtumikia Bwana. Mbona anasema hivi? Yoshua anaelewa vizuri yale ambayo yalitokea katika kizazi cha kwanza ambao walikuwa wameahidi kumtumikia Mungu, na hatimaye wakasahau zile ahadi ambazo walikuwa wamepeana kwa Mwenyezi Mungu. Vile ambavyo, msikilizaji, ulipoingia kanisani ulipeana ahadi kadha wa kadha. Wale ambao tunajitolea kwenda kupatizwa, kuna viapa ambavyo tunakula. Unasema kwamba utaheshimu siku ya Sabato. Unasema kwamba uko tayari kujitolea kwake Mwenyezi Mungu kumtumikia kwa zaka na sadaka, lakini ajabu ni kwamba baadaye unasahau. Sasa Yoshua anaelewa haya yote. Yoshua anawaambia kwamba hamutaweza kumtumikia Mungu, akijua kwamba munaweza kusahau. Lakini sasa anasema kwamba lengo lake la kuambia hivi ni kwamba wale watu waweze kufahamu kwamba this was a serious decision they were making, kumtumikia Mungu. Chaguo la kumtumikia Mungu lazima liwe ni chaguo lao wenyewe, not something imposed by a leader, even by Joshua. Si kwamba ni kitu ambacho wanachaguliwa na Yoshua ama na kiongozi yeyote yule. Israel must realize that humans cannot serve God in their own strength. They need help from God. Kwamba Israeli, hata wewe msikilizaji, tujue kwamba hatuwezi kumtumikia Mungu kwa nguvu zetu sisi wenyewe. Tunahitaji msaada kutoka kwa Mungu. Tunahitaji nguvu kutoka kwa Mungu, kwa sababu sisi kwa asili yetu sisi ni wenye dhambi. Mara nyingi utapata kwamba dhambi inatuvutia, lakini Mwenyezi Mungu anasema kwamba tunapojitolea kwake, yuko tayari, atatupatia nguvu, atatupatia uwezo wa kutii amri zake, wa kufuata maagizo yake, uwezo wa kuishi vile ambavyo anatuhitaji sisi tuweze kuishi. Siku ya Jumatano inazungumzia dangers of idolatry. Yaani kuna hatari ambazo zinatokana na ibada ya sanamu. Yoshua, unaposoma katika kitabu cha Yoshua 24 mstari wa 22 hadi 24, tunaona Yoshua akiwaambia wana wa Israeli kwamba kwa sababu ninyi mmekuwa mashahidi juu ya nafsi zenu ya kuwa mmechagua Bwana ili kumtumikia yeye, wakasema sisi tu mashahidi. Yoshua akawaambia, sasa iondoeni miungu migeni iliyo katikati yenu, mukaielekeze mioyo yenu kwa Bwana Mungu wa Israeli. Yoshua anaelewa kwamba mioyo ya wana wa Israeli kuna uwezekano kwamba inaweza kuvutiwa kuelekea kwa dhambi.
inaweza kuvutiwa kwenda kufanya ibada sawa na yale makabila mengine ambayo yalikuwa katika taifa la Kanaani, lakini anawaambia kwamba watu waweze kuondoa miungu migeni katikati yao, na hilo peke yake halitoshi, mioyo yao iweze kumwelekea Bwana. Mwito wa kipekee katika kitabu cha Yoshua, msikilizaji, ni mwito wa kukuita wewe na mimi tuweze kujitolea kumtumikia Mwenyezi Mungu. Siku ya Alhamisi inazungumza, inasema finishing well, yaani kumaliza vizuri. Tumepewa kitabu cha Yoshua 24 mstari wa 19 hadi 33. Unaposoma katika mstari wa 29 inasema kwamba and it came to pass after these things that Joshua the son of Nun, the servant of the Lord, died being 110 years old, kwamba mtumishi wa Mungu Yoshua sasa akawa amefariki. 33 nayo pia inasema kwamba and Eleazar alikuwa ni kuhani, the son of Aaron, died and they buried him in a hill that pertained to Phinehas his son, which was given to him in the mount of Ephraim. Sasa hao viongozi wawili wakakufa. Sasa mustakabali wa wana wa Israeli unategemea maamuzi ambayo watayafanya. The generation under Joshua has been faithful to the Lord. Lakini sasa ule wasiwasi ulio ni kwamba sasa baada ya kizazi hiki kutoka, Yoshua ameondoka, kuhani Eleazar ameondoka, sasa na hata hiki kizazi wataondoka. Sasa baada ya kuondoka kile kizazi ambacho kitafuata, je, wataweza kumtumikia Mungu? Kufanikiwa kwao kutategemea na jinsi ambavyo watashughulikia mambo mbalimbali katika maisha yao. Msikilizaji, hata wewe ambaye unasikiliza ujumbe huu, kufanikiwa kwako kunategemea na jinsi ambavyo unaishi katika maisha yako, jinsi ambavyo unarelate na wenzako, jinsi ambavyo unakuza mahusiano yako na Mungu. Ni ombi langu kwamba Mungu atatusaidia katika maisha yetu ya Ukristo, katika maisha yetu hapa duniani, tuweze kuchagua kumtumikia Mungu kwa uaminifu na katika kweli yote. Ndipo tutakuja kusema katika kile kitabu cha Timotheo kwamba nimevipiga vita vilivyo vizuri, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Mungu akubariki sana msikilizaji unapoendelea kutafakari ya lesoni hii. Najua kwamba kuna mengi ambayo tungeweza kujifundisha, lakini kwa sababu ya muda tutaweza kufikia pale. Lakini kama kuna jambo ambalo umejifundisha, ungependa nasi pia tuweze kuelimika nalo, hiyo comment, weka komenti yako na tutaendelea kubarikiwa. Na tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, asante kwa sababu tumejifundisha. Kaa pamoja nasi tunapoendelea kuishi hapa duniani. Roho wako Mtakatifu awe na kila mmoja wetu kutusaidia tunapoendelea kukutumikia hapa duniani. Tusaidie Yesu tukakutumikia katika kweli na pia katika haki. Pia tunapomaliza mwaka huu wa 2025, Yesu tunaomba tunapoanza mwaka wa 2026 tukaanze nawe na kuumaliza nawe. Kwa jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Amen. Msikilizaji, tunafika pale mwisho wakati tunasema kwamba Merry Christmas and Happy 2026. Mimi ninaitwa Ronald, tukutane mwaka mpya Mungu akitujalia.